ni wasaa mwingine tena. Leo tunajifunza vitu vingine ambavyo vinahusiana na usambazaji wa mziki na habari za record label. Hapa nitazungumzia upande wa andika maudhui, yani kwamba waimbaji tunaweka kwenye upande wa andika maudhui. Hapo pia kwenye swala la music record label, nini zinafanya kazi? Yes, tunaanza upande wa kwanza wa music distribution company. Kuna music distribution company ziko nyingi ambao ni makampuni ya kusambaza mziki. Hayo makampuni unapeleka kazi zako. Kwa mfano, leo ukasubmit kazi labda web solution. Ukisubmit kazi web solution, kuna pande zote mbili. Kuna either utalipia baadhi ya kiasi, halafu kuna utakuwa free royalty, yani zile milaba yako unachukua yote kwa 100% utakip. Alafu ukienda kwa free kuna asilimia ambazo utakatwa, utapewa labda 80%. Nini kifanyike? Waimbaji wengi huwa wanapenda vitu vya bure. Kwenye kupenda vitu vya bure, siku zote vitu vya bure vinakuwa na gharama. Hivyo basi lazima ulipie. Kuna makampuni kama DistroKid unalipia dola kama 20 kitu kwa mwaka, unasambaza kazi zako vizuri. Pia kuna hizi music label ambazo zinakupa mkataba, pia wanakupa hela kidogo ya kuanzia. Hapa ndo panakuja kuleta utata kidogo. Mkataba ukisaini ukiwa peke yako, hizi label waga zinachukua mauzo yako yote, yani kwa miaka kadhaa. Labda wamekupa milioni 20, wanachukua haki miliki zako, yani tunaziita zile catalog. Umeuza catalog zako. Sasa basi kwenye hii swala music record label ni bora ukawashirikisha wataalamu wa masuala ya mikataba. Kuna msanii hapa Tanzania, but siwezi kumention jina lake, lakini alisaini mkataba na kampuni kubwa ya Sony Music Label. Yeye akawa anachukua 18%. Asilimia zingine zote walikuwa wamechukua hayo makampuni. So bas, kama uko free independent, ziko kampuni nyingi ambazo zinasambaza mziki. Kwa wengi huwa wanaingia mkumbo, wanasaini mikataba, mwisho wa siku wale jamaa wenye record label kubwa, japo tunashauri wafanye nini? Wao wanasoma mikataba vizuri, kwa sababu hii kitu inaumiza watu wengi sana. Leo unapewa contract in advance, unapewa labda kiasi cha kuanzia, afu umesaini mkataba, kumbe miaka ni mingi mbele. So far unaweza ukaenda Google ukauliza music distribution companies zikoje, wanakuelekeza kila kitu, unasoma. Hivyo mimi ni hayo tu, mtaalamu wako wa mitandao ya kijamii Sheda Gideon Makarobo, Sultani Uwezo TV. Hii